السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، watukufu wa Islam na mnaoendelea kuzifuatilia darasa zetu za Qur'ani tafsiri, na leo hii insha Allah akipenda tunaendelea suratul Baqara aya ya 28. Tutazitazama aya mbili, aya ya 28 na aya ya 29 insha Allah taala. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 28 anatustaajabia sisi viumbe wake, akitutazama kwamba namna gani sisi kwa yote aliyotufanyia na yote tunayoyaona bado tunamkanusha yeye Mwenyezi Mungu. Hii ni ajabu. Yule ambaye kila kitu anakupa uhai wako, lakini yeye kuna siku ndiye anayochukua uhai wako na kuja kurudisha tena uhai wako na kurudishwa kwake. Haya yote Allah anayastaajabu. Kwa nini inafikia wewe unamkanusha huyo? Bado hujamtambua Mwenyezi Mungu. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kaifa takfuruna billahi, vipi mnamkanusha Mwenyezi Mungu? Wa kuntum amwata, na hali ya kuwa mlikuwa wafu. Wa kuntum amwata, na hali ya kuwa mlikuwa wafu. Fa ahyakum, akakupeni uhai. Thumma yumitukum, kisha atakufisheni. Thumma yumitukum, kisha atakufisheni. Thumma yuhyikum, kisha atakufufueni. Thumma ilayhi turja'un, kisha kwake yeye mutarejeshwa. Thumma ilayhi turja'un, kisha kwake yeye mutarejeshwa. Na hapa Mwenyezi Mungu ametaja umauti kwanza, kisha uhai, kisha umauti, kisha uhai tena. Kwa sababu kwa nini kaanza na umauti? Kwa sababu kabla ya kuumbwa ulikuwa mfu, hupo. Kwa hiyo pale na wewe mwanadamu umetokana na maiti. Maana yake asili ya mbegu za uzazi ni maiti kabla hazijatoa roho. Maana yake kwanza ni umauti. Kwa hiyo mwanadamu asili yake ameanzia kwenye umauti. Ndio maana Allah akasema kaifa takfuruna billahi, vipi mnamkanusha Mwenyezi Mungu? Wa kuntum amwata, na hali ya kuwa nyinyi mlikuwa wafu. Kwa hiyo umeanza umauti, kisha fa ahyakum, kisha akakupeni uhai, ndo kaja duniani. Hatua hiyo ni stage ya pili ya mwanadamu. Thumma yumitukum, kisha atakufisheni, anarudi kule alikotoka mfu, anakuwa tena maiti. Thumma yuhyikum, kisha atakufufueni, unarudishiwa tena uhai kutoka makaburini mkiwa hai. Allah ndio anatuonesha hizo hatua. Thumma ilayhi turja'un, kisha kwake yeye mutarejeshwa, ni kufuliwa na kurudi kwa Allah kwa ajili ya kwenda kulipwa. Aya ya 29 Mwenyezi Mungu anatuonesha yeye ni nani na kwa nini tumwabudu tusimkanushe. Anatupa sifa zake akisema huwa alladhi khalaqa lakum, huwa alladhi, yeye ndiye ambaye khalaqa lakum, amekuumbieni, ma fil ardi jamia, vyote vilivyomo katika ardhi. Huwa alladhi, yeye ndiye ambaye khalaqa lakum, amekuumbieni, ma fil ardi jamia, vyote vilivyomo katika ardhi. Thumma stawa ila samai, kisha kazielekea mbingu. Thumma stawa ila samai, kisha kazielekea mbingu. Fasawahunna sab'a samawatin, akaziumba mbingu saba. Fasawahunna sab'a samawatin, akaziumba mbingu saba. Wa huwa bikulli shay'in alim, na yeye ni mjuzi wa kila kitu. Wa huwa, na yeye Mwenyezi Mungu, bikulli shay'in alim, ni mjuzi wa kila kitu. Inshallah hizo ni aya zetu mbili za leo, tuzikamate, tuzingatie kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na sifa zake, na namna ambavyo tutapitia katika maisha yetu katika stages ambazo ndio uhalisia tunazipitia viumbe. Wabillahi tawfiq. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.